Na hatimaye Catherine anywa sumu ya wadudu kisa wivu wa mapenzi. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Catherine Foto mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Umanda, kata ya Kalunde, manispaa ya Tabora, amejiua kwa kunywa sumu ya kuulia wadudu, huko chanzo cha kifo hicho ikiwa ni wivu wa mapenzi. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi Richard Obwawe, amesema tukio hilo lililotokea Juni 14 mwaka huu, ambapo mwanamke huyo anadaiwa kuwa katika mgogoro na mwenza wake kwa muda, alilofanya kuchukua uamuzi huo mgumu. Tuna tukio moja la mwanamke kujiua kwa kunywa sumu ya kuua wadudu huko katika kijiji cha Umanda, kata ya Kalunde, manispaa ya Tabora, aliyetambulika kwa jina la Catherine Foto mwenye umri wa miaka 21. Ilipofika saa 4 usiku siku ya tarehe 14, mume wa marehemu alifika nyumbani kwake na kumkuta mwanamke huyo anagalagala nje chini anatapika, na alipomuuliza akajibu amekunywa sumu ya kuulia wadudu wakali. Mgonjwa alipatiwa huduma ya kwanza katika zahanati ya Umanda, na baada ya hapo akapewa rufaa ya kwenda hospitali ya Milambo, lakini ilifanyika hivyo ndugu zake wakamchukua kumrudisha nyumbani, na ilipofika saa 12 jioni siku ya tarehe 15 alifariki dunia akiwa nyumbani kwake, na chanzo ni kifo hicho ni wivu wa mapenzi. Ni taarifa kutoka huko mkoani Tabora. Hatimaye mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Catherine Foto mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Umanda, kata ya Kalunde, manispaa ya Tabora, amejiua kwa kunywa sumu ya kuulia wadudu, huku chanzo cha kifo hicho ikiwa ni wivu wa mapenzi. Mbunge Hamisi Kigwangalla atoa kauli tusiogope kukopa kama kunaleta mabadiliko. Mbunge wa Nzega vijijini Daktari Hamisi Kigwangalla amesema hakuna haja kuogopa kukopa kama mikopo inayochukuliwa inaenda kuwaletea wananchi maendeleo, ambapo amemtaka waziri wa fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba aendelee kukopa na bunge litapitisha kama mikopo hiyo ni kwa ajili ya kuwaletea wananchi maendeleo. Hamisi Kigwangalla amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia muendelezo wa uchangiaji katika makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026, na ameendelea kusema kuwa sasa kama vile deni tuliokopa tukajenga mradi wa maji ya Ziwa Victoria umetutoa kwenye kero ya maji katika kiwango cha kutosha kwenye 21%. Utokanaji wa maji mwaka 2010 ni 90%. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, nenda kakope, sisi tutaishi na Watanzania maskini ule vijijini. Mimi naishi kijijini Nzega Puge na sio Nzega mjini. Kulikuwa na shida kubwa ya maji. Mimi binafsi na uwezo wangu, ushawishi wangu, tulichimba visima zaidi ya mara 3 katika viwanja vya Changu ambapo tunaishi na hatukupata maji. Ule mkopo wa bilioni 600 na kitu hivi ulileta maji katika mikoa yote, wilaya zote za Kahama. Katika mkoa wa Singida baadhi ya maeneo yalifaidika na mradi huo. Umetokana na deni, uwezi kulinganisha na faida ya sisi kupata huduma ya kijamii kama maji ya kuoga wetu na kukopa. Kwa hiyo mimi sio haja kwangu tuogope kukopa. Kama tunaenda kuleta mabadiliko makubwa kwenye maslahi ya wananchi, basi twendeni tukakope. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye mbunge wa Nzega vijijini Daktari Hamisi Kigwangalla amesema hakuna haja kuogopa kukopa kama mikopo inayochukuliwa inaenda kuwaletea wananchi maendeleo, ambapo amemtaka waziri wa fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba aendelee kukopa na bunge litapitisha kama mkopo hiyo ni kwa ajili ya kuwaletea wananchi maendeleo. Samia atoa kauli Luhaga alitendea haki jimbo lake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameeleza kushangazwa na kitendo cha mbunge wa Kisesa Luhaga kutoa kero ambazo zinalenga kupata umaarufu wa kisiasa kwa wananchi na sio kulisaidia jimbo lake, ambapo amesema aliyosema Luhaga anaonyesha hajalitendea haki jimbo lake na hafai kuwa mbunge wa jimbo, labda awe mbunge wa kuteuliwa. Akiongea na wananchi wa Meatu mkoani Simiyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema ndugu yangu Luhaga aliomba barabara, madaraja 3 na kuwepo halmashauri ya wilaya, ambapo waziri alishasema
lakini uwepo wa halmashauri ya wilaya uanzi kwa mchakato, unaanza mchakato wa ndani. Ombi linapelekwa TAMISEMI na huku juu tunamaliza, lakini hatoki mtu kuomba kwa rais wakati ndani mchakato hujaanza. Kwa hiyo jamani, anzeni mchakato. Ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya huyu angewasilisha bungeni na waziri angetekeleza ombi lake. Kuleta maombi haya kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Amesema bungeni haya maneno leo yangekuwa yamekushafanywa kazi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kusema la pili Luhaga Mpina ametoa sifa za SGR Mwalimu Julius Kambarage Nyerere daraja la Busisi MV Mwanza. Huyu sio mbunge bali ni mbunge wa taifa. Kwa hiyo nadhani tunapokwenda huko muache ni mchukue kwenye nafasi zangu 10. Mwenzie Lea amesema kila kilichofanyika jimboni amaunti ya fedha, lakini mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina ni kukurupuka tu, na kwamba Kisesa tunakudai, lakini ukifuata rekodi za serikali tumefanya mambo mengi sana hapa Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa ipo kama mwanamke aliyesuka nywele na maana anadharau jimbo lake. Ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea ubunge na kutotuletea huduma za hawa watu kama Luhaga Mpina kwenye majimbo yenu. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo la Kisesa. Ni maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameeleza kushangazwa na kitendo cha mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina kutoa kero ambazo zinalenga kupata umaarufu wa kisiasa kwa wananchi na sio kulisaidia jimbo lake, ambapo amesema aliyosema Luhaga Mpina yanaonyesha hajalitendea haki jimbo lake. Afai kuwa mbunge wa jimbo la Kisesa, labda awe mbunge wa kuteuliwa. Mae mbunge Luhaga Mpina atoa kauli Rais Samia kule Kisesa tunakudai. Mbunge wa jimbo la Kisesa Luhaga Mpina amewasilisha changamoto mbalimbali za wananchi wa jimbo la Kisesa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema kwamba wananchi wa Kisesa bado wanamdai Rais Samia miradi ya maendeleo. Mbunge Luhaga Mpina ameyasema hayo wakati akitoa salamu kwa rais ambaye yupo mkoani Simiyu katika ziara yake ya kikazi, na changamoto ambazo Luhaga Mpina ameziwasilisha ni pamoja na uvamizi wa tembo katika makazi ya wananchi, barabara ya Meatu kujengwa kwa kiwango cha lami, pamoja na changamoto ya kuwepo kwa mnunuzi mmoja wa pamba, jambo ambalo amelitaka waziri wa kilimo alishughulikie. Mbunge Luhaga Mpina ameendelea kusema kuwa Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai na maeneo mengine kote. Wanaosema kwamba wakudai zile fedha zihamishie kule, uzilete huku kwetu Kisesa, kwa sababu tuna mpango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Luhaga Mpina ameendelea kusema kuwa mbali na kueleza changamoto hizo, Luhaga Mpina pia amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo, ikiwemo mradi wa reli ya kisasa ya SGR, umaliziaji wa daraja la Kigongo Busisi, pamoja na kuunda maboresho ya kodi ambayo imeenda kutatua changamoto katika mfumo wa kodi hapa nchini. Ni taarifa kutoka huko Meatu. Hatimaye mbunge wa jimbo la Kisesa Luhaga Mpina amewasilisha changamoto mbalimbali za wananchi wa jimbo la Kisesa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema kwamba wananchi wa Kisesa bado wanamdai Rais Samia miradi ya maendeleo.